Na mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya YouTube ya 5 Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali kutoka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na leo taarifa kubwa zaidi ni kutoka ndani ya klabu ya Simba, ambapo baada ya kukwama kutinga hatua ya robo finali, Simba yatoa tamko. Uongozi wa Simba umeomba mashabiki kutokata tamaa wala kuivunjia adabu timu hiyo mara baada ya matumaini ya kukata tiketi ya kutinga hatua ya robo finali kuzimika Februari mosi 2026. Sare ya kufungana magoli mawili D Tunisi inaifanya Simba kukusanya pointi moja baada ya mechi 4 kuburuza mkia kundi D. Ahmed Ali, meneja wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya soka ya Simba Sports Club, ameweza kuongea na mashabiki akiandika ujumbe: "Tusife moyo wala tusiingie unyonge ndugu zangu wana Simba. Tukishindwa kufanya vizuri kimataifa msimu huu, isitunyongeshe bali itupe nguvu ya kujipanga msimu ujao. Wakati mwingine ili ufike juu lazima uanzie chini. Msimu huu tumeteleza, lakini tusivunje adabu timu yetu ambayo imetupa heshima kubwa barani Afrika. Nafahamu wasiotutakia mema wanajaribu kutufurahisha na kutukatisha tamaa katika msimu huu, lakini niwatake kwamba tuendelee kuwa na matumaini." Akiendelea kusema kwamba mashabiki wa timu yao wa Simba na viongozi wao, wakati huu tuchague cha kusikiliza na tuchague cha kuongea. Wengi wanaonekana kama wanaipigania klabu au wanatetea, lakini walisio wanachotokea vurugu klabuni kwetu. Tulinde nembo ya Simba, mnyama atarejea kwenye ufalme wake tena hivi punde. Sasa hayo ndio mambo ambayo iliweza kuzungumzwa, lakini hao yakitokea, basi taarifa zaidi ni kwamba kwa hili Simba ligi ya mabingwa barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba wamefanikiwa kupata sare ya bao moja dhidi ya Petro di Luanda katika mchezo wa ligi ya mabingwa katika hatua ya makundi iliyopigwa tarehe 7 Februari 2026 nchini Angola. Kufuatia matokeo hayo, ndoto ya Simba ya kusonga mbele katika michuano hiyo zimefikia tamati baada ya kushindwa kufikisha idadi ya pointi zinazohitajika. Pamoja na hayo, Kibu Denis kutua Libya. Muda wote kuanzia sasa Simba itakamilisha usajili wa makubaliano ya kumnunua mshambuliaji Kibu Denis kwenda Al Nassr ya Libya. Chanzo kutoka ndani ya klabu hiyo kimethibitisha wananchi kwamba mshambuliaji huyo anajiandaa kukamilisha mchakato wa kujiunga na miamba hiyo ya Libya. Kibu anaenda Libya. Kibu imefikia makubaliano ya kumuuza, kuna mambo machache tu ambayo yamesalia. Hii ni mara ya pili kwa Al Nassr kumhitaji Kibu. Kwa mara ya kwanza ilikuwa katika dirisha kubwa la usajili kabla ya kuanza kwa msimu huu, ambapo nia yao haikufanikiwa. Lakini awamu hii Al Nassr umeonekana kuja na nguvu mpya ambayo imewafanya wafanikiwe kumwachia Kibu ili kwenda kutumikia katika klabu hiyo. Haya pamoja na mengine mengi ambayo yanaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nisi kama 5 Media tazidi kupa habari kemkem.